Uh, katika video ya leo tutakuwa tunazungumzia, najua kuna baadhi ya watu wako serious na kujua vitu vyao jinsi inavyofanya kazi kama mimi. Kwa hiyo leo nataka tuingie kwenye kitu kimoja very interesting. Yes, ngoja tutoe kwanza zana hapa kidogo. Tunachukua hizi cam, nachukua na piston hapa, alafu nachukua na crank. Imenase. Yes. Alafu twenzetu sasa tuongee mambo ya maana. Tuzungumze vitu vya maana. Sasa hapa mbele yangu na vitu vikubwa vitatu. Hizi ndio wazungu wanaita guts za engine. Guts namaanisha yani kwa ndani, yani kama ndio kila kitu bro. Sasa hii kwa wale wasiofahamu, hii inaitwa crankshaft. Crankshaft. Kwa hiyo engine yote ambazo namaanisha hizi wanaita combustion engine. Engine ambazo zinafanya kazi kwa kuungua kwa petroli au diesel. Lazima ziwe na crankshaft. Kwa hiyo hii ndio crankshaft. Alafu hii hapa, hii inaitwa camshaft. Camshaft. Kama hii ni camshaft ya Kawasaki ZX600. Hii ni ya Kawasaki Ninja 600cc. Alafu kuna intake na kuna exhaust. Alafu hapa mbele yangu na piston hapa. Hii ni piston hii. Sasa long story short, kwa kifupi engine inavyofanya kazi, ngoja nichukue marker pen hapa kidogo. Nichukue marker pen faster ili tuongee kwa vitendo. Amen. Tunivumilia kidogo. Sasa nichukue marker pen tuongee vizuri. Hii very interesting topic ya. Muhimu sana kama ungekuwa unaendesha, nitakwambia baadaye kwa nini. Sasa ni kwamba na vitu vitatu hapa. Kitu cha kwanza ni crank. Unaona bwana. Alafu kitu cha pili na cam. Shaft. Alafu na tatu hapa na piston. Sasa tuanze na crank. Crank ndio actually hili dude ndio linalozunguka ili kupata rotation, yani kupata nguvu ya engine. Sawa. Hii ndio inazunguka, na hii actually kwenye gari ndio inazungusha kitu kinaitwa flywheel. Flywheel kule inazungusha ile drive shaft inaunganishwa na nani kule, labda na gearbox, ndio kila kitu kina happen. Kwenye bike ni the same. Hii inazunguka, inaongezwa na hii inakuwa na drive shaft. Drive shaft actually kule inaunganishwa na wanaita nini? Sprocket ya mbele kule. Unaona sprocket ya mbele inaunganishwa na sprocket ya nyuma, chain inaunga, ndio tunapata chombo kinatembea, ndio motor yenyewe inakuwa inafanya kazi. Kwa hiyo hizi kwa kifupi ni motor. Sasa hii ndio crankshaft. Sasa kitu muhimu sana kuna kitu kinaitwa cam. Hizi camshaft bwana ni muhimu sana. The way engine inafanya kazi, hizi ni 4-stroke engine. 4-stroke unamaanisha nini? 4-stroke maana yake ni kwamba katika mzunguko mmoja kuna vitu vinne vinatokea. Kitu cha kwanza,
kuna kitu kinaitwa intake stroke. Yani kwamba hapa kitu ambacho sijakionyesha, kuna kitu kinaitwa valve. Hizi cam zinakaa pamoja na valve. Unaona kama zina nundu hizi hapa hizi. Kuna nundu kama 4 hivi. Kwa hiyo maana kwa sababu hapa kuna piston 4. Hii ni piston 4 piston engine. Kwa hiyo kutakuwa kuna hizi lobes. Lobes inamaanisha hizi nundu hizi ziko 4. Kuna nundu ya kwanza ambayo inazunguka na piston ya kwanza, alafu kuna nundu ya pili inazunguka na piston ya pili, na nundu ya tatu inazunguka na piston ya tatu, na kuna nundu ya 4 inazunguka na piston ya 4. Na ukiangalia vizuri kama zimepishana hivi. Utaona kama zimepishana. Kwamba hii ikiwa ile iko juu, nyingine zimekaa kama kwa kifupi kama 90 degree each other, yani degree 190. Kwamba hii labda tuchukulie kwamba iko degree 0, alafu kirotate hii hapa inakuwa kama iko kwenye degree 90, 180, 270. Anyway, long story short. Kwa hiyo zimepishana hizi kitu. Sasa kitu kinachotokea ni kwamba kwa nini hizi zinaitwa 4 stroke engine? 4 stroke kwa sababu kuna mambo manne yanatokea wakati engine inazunguka. Jambo la kwanza linalotokea ni kwamba hizi zimeunganishwa na valve. Valve ndio zinaruhusu hewa ipite kwenye engine au itoke kwenye engine. Kwa sababu the way inavyofanya, unajua petroli inayojaza kwenye, tunapoweka petroli kwenye tank, kwa kifupi mlipuko unatokea kwenye hii piston. Plug inakuwa na kama hii hapa ina plug inatokea, inakaa hapa. Sawa? Kwa hiyo na hii inakuwa na valve 4. Unaona hizi hapa, hii kama kuna vichemba hapa, kuna 1 2 3 4. Kwa hiyo kunakuwa na valve ya intake, valve 2 ambazo zinaingiza hewa na valve 2 ambazo zinatoa hewa. Sasa inapoanza mzunguko wa kwanza ule wa intake, ni kwamba valve zinafunguka zile. Kemu inaruhusu, zile valve zinakuwa zina spring. Zinakandamizwa na hizi nundu za kemu hizi. Zile valve za intake zinaruhusu hewa inaingia. Kwa hiyo tunaita intake stroke. Hiyo ni stroke ya kwanza. Kwa hiyo ikizunguka mara ya kwanza pap, valve zinafunguka, hewa inapita kwenye engine. Hewa ikishavuta, kwa sababu ile engine ina rotate, inazunguka, inaenda katika hali ya pili ambayo inaitwa compression stroke. Compression stroke ni kwamba piston inarudi juu, kwa sababu ukicheki vizuri, ukicheki piston crank ilivyokaa, crank nayo hizi nani zake na nundu hizi hazijakaa straight line, kwamba hii chamber iko hapa, alafu hii imerudi huku kidogo, unaona, alafu ikaenda hivi, unaona, alafu ikaenda huku mbele, hii ikaenda nyuma, hii ikaenda hivi. Kwa hiyo kwamba zimepishana hivi, kwa hiyo haijakaa straight. Kwa hiyo ukichora hii, kama ungekuwa unachora, utakuta crank imekaa kama hivi, yani kama imekaa kama wave hivi, yani imekaa hivi kama hivi. Kwa hiyo kuna 2 3 4, unaona. Kwa hiyo kwa kifupi zimepishana hizi nundu, na imefanya hivyo makusudi, kwa sababu linapozunguka hizi hazitaki kuwa straight, kwa sababu manake kuna piston kupanda na kuna piston kushuka. Kwa hiyo ikiwa hapa, manake piston imepanda juu, ikirudi hivi manake piston imerudi chini, ikienda hivi piston imeenda juu, hivyo. Sasa piston ikienda juu, manake chukulia hapa katika intake stroke, sawa? Katika intake stroke manake piston inaenda chini, inarudi chini, inakuwa labda iko hapa hivi, inarudishwa chini. Ikirudishwa chini, manake kinachotokea, zile valve zinakuwa zimefunguka, zinaruhusu hewa inapita. Intake valve, kuna valve za kuvuta hewa zile za nyuma, zinaruhusu hewa inapita. Hewa ikishapita sasa, manake pale ndiko katika mzunguko wa kwanza, inaita intake stroke. Baadaye inazunguka kidogo, ile piston inapanda, ina compress ile hewa. Ikicompress ile hewa, kinachotokea pale ni kwamba ile hewa na mafuta ambayo yako kwenye piston, kwa sababu kumbuka wakati inafungua pale, manake kuna mafuta naye yanamiminika kidogo pale kwenye piston juu pale, manake pale tunaita compression stroke, ina compress. Ikicompress, hiyo ni hali ya pili. Baadaye sasa spark plug, kwa sababu walivyoiset wameitega, ile spark inalipuka. Ile spark ikilipuka, tunaita power stroke. Ile piston ilikuwa juu, inakandamizwa kwenda chini kwa sababu ya ule mlipuko mkali, inarudi chini. Kwa hiyo inaitwa power stroke. Ikiwa power stroke, maana yake pale valve naye pia zinakuwa zimefanyaje? Zimefunga. Inarudi sasa katika hali ya 4 ambayo inaita nini? Exhaust stroke. Exhaust stroke, zile valve za exhaust
kuna valve za kwenye exhaust zile mbili zinafunguka, zinaruhusu ule moshi utoke nje. Zinafungua sasa zile valve. Zikifungua kwa sababu zile zimeunganishwa na exhaust kule kwa mbele zile. Kwa hiyo zikifungua pale inatoka, hewa inatoka, alafu cycle inaanza tena upya. Piston ikishatoka kule kwenye wanaita exhaust stroke, imemaliza zile mizunguko yake minne, inarudi tena katika hali ya kwanza ya intake, inavuta hewa nzuri. Unaona bwana, hewa nzuri na mafuta, ina compression stroke hali ya pili, alafu inakuja kwenye power stroke, inakuja tena inafanyaje? Inalipuka kwenye power stroke, inapigwa chini, ikirudi chini inarudishwa tena na crank juu, inatoa ile hewa chafu, cycle inaendelea. Kwa hiyo kitu kinatokea haraka haraka sana kwa sababu ndio engine inazunguka, kwa sababu kumbuka hizi zinaachiana nafasi. Wakati pistoni hii inafanya hivi, ile pistoni nyingine inatoa hewa chafu. Kwa hiyo kuna rhythm, yani nikisema rhythm kuna kama kinani fulani hivi kinatokea, yani kwamba zinapishana nafasi. Hii ikiwa kwenye intake, nyingine labda iko kwenye compression. Unaona? Kwa hiyo zinaachiana, ndio maana hizi zimekaa kama wave. Kwa hiyo zinaachiana hiyo. Kwa hiyo ni muhimu sana, tutakuja katika hii cam. Hizi cam kazi yake ni kuruhusu valve zifunguke na kufunga. Sasa kitu gani kinatokea wakati mtu akichemka sasa? Yani labda umepeleka pikipiki yako kwa fundi akakosea kuseti hizi camshaft. Kitu kibaya kinaweza kutokea kwenye engine. Ukikosea, jambo la kwanza unaweza kaua kabisa engine yote. Kwa sababu gani? Kinachotokea ni kwamba let's say kuna kitu kinaitwa labda tuseme com overlap. Yani mfano, badala ya kuzitega vizuri, umechemka kwamba valve ambayo ilitakiwa ifunguke inafunga. Kwa hiyo valve zile zinakuja kama zinakutana. Zikikutana zinaweza zikala hii kitu hii. Piston zikaja zikagonga hapa. Kwa sababu pale haitakiwi kwamba wakati unajifunga labda yenyewe ndio inafungua. Kwa hiyo maana yake inakutana uso kwa uso na piston. Kwa piston itapigwa, na piston ikipigwa hii kumbuka kila kitu kimeunganishwa hapa. Kuna huu mkono unaitwa conrod kwa Kiingereza. Unaona? Lakini kwa Kiswahili tunaitaga mkono tu. Huu mkono ndio unakaa hapa hivi. Imekuwa hii kitu. Sasa ikipigwa vibaya, maana yake ni kwamba hii itakuja kuisaga mpaka hii crankshaft huku. Na kwenye hapa kuna kuaga na kama washel hivi. Lakini kwa kifupi tunaitaga main bearing. Unaona? Ni bearing fulani. Kwa kifupi ni kama washel fulani hivi, lakini tunaita main kwa jina la kitaalamu. Sasa hizi zitapigwa, itasaga crankshaft, na hii mkono very possible unaweza kukatika. Unaona? Kwa hiyo ikitegwa vibaya, kuna uhakika, kuna possibility kubwa sana ya kuua engine kwa sababu tu ya hivi ya umetega vibaya camshaft hizi hapa. Sasa na kitu kingine cha msingi sana cha kuzingatia, labda tu umetega vibaya, labda basi isitokee hilo jambo baya la kuua engine. Inaweza kama pikipiki yako inaweza kama ngumu kuwaka. Kwa sababu gani? Inawezekana kabisa kuna kigepu wakati valve zile hazifungi vizuri, kwa sababu labda umeskip, wanaita kwa Kiingereza umeskip gap kidogo, yani labda kuna kijina kimoja. Unaona hii cam inakuwa kama ina gear huko, ina meno hii hapa. Kwa hiyo labda umekosea jino moja tu hapa kidogo. Kwa hiyo inawezekana isisage engine, lakini kitakachotokea ni kwamba bike inakuwa ngumu kuwaka. Kwa sababu gani? Au hata ikiwaka inakuwa naita low compression, yani kwamba haina power. Kwa sababu umeskip jino, yani jino moja umezidisha, ilitakiwa utege sahihi lakini haujatega inavyotakiwa. Kwa hiyo maana yake ni kwamba either valve hazifungi vizuri au hazifungui vizuri. Kwa hiyo maana yake zinaruhusu hewa kidogo, yani ukuta kwamba pale valve ambayo ilitakiwa ya intake ifunge full haifungi inavyotakiwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna kigepu kimoja umekiskip, umekikosea. Kwa unakuta bike yako au ni gari inakuwa inakosa power kidogo. Sasa hawa jamaa sio wajinga. Walichokifanya, wameset hizi mark. Unakuwa mara nyingi hawa wataalamu wa kiwandani wanakuwekea hizi alama. Kunakuwa na alama, kuna mark, unaona hapa kama kuna michirizi fulani wameichora kabisa kuhakikisha kwamba hizo mark zina align. Sasa pale zinapokaa pale kwenye head, kuna kitu engine head, hizi zinakaa kwenye head. Kwa hiyo kunakuwa na mark, kunakuwa na vialama ambazo unatakiwa uzitege zikae kila kitu kialign.
Kwa hiyo anyway, somo kidogo somehow liko complicated kidogo, lakini kwa kifupi nataka nikupe overview kwamba ndani ya engine kuna vitu vikubwa hasa ni hivi hapa. Unaona bwana, kuna crankshaft, alafu kuna hii hapa inaitwa camshaft, alafu kuna kitu kinaitwa piston, alafu huu mkono unaitwa conrod kwa Kiingereza. Hivi vyote ni critical. Hii ndio moyo wa engine. Bila hii huna engine yoyote, unless labda unatumia mota ya kawaida ya umeme. Lakini kama unazungumzia combustion engine ambazo zinafanya kazi kwa kuvua kwa mafuta, hii hapa ndio moyo wa engine. Ni kitu muhimu sana hii. Kwa hiyo